tabia za mtu wa imani au mtu wa roho. Kuna uhusiano mkubwa kati ya imani ya mtu na tabia, kwa sababu tabia inategemeana na imani na imani pia inategemea tabia. Tabia huwa haina mwalimu mkuu. Tabia mwalimu wake mkuu ni mmoja tu, ni Roho Mtakatifu. Kuna vitu unaweza ukamwambia mtu acha, hata ufanye jitihada gani ili aache, unaweza usifanikiwe kumwachisha, kwa sababu hawezi kubadilisha tabia ya mtu. Mwenye uwezo wa kushape na kutengeneza tabia ya mtu ni Roho Mtakatifu peke yake. Na ndio maana kuna vitu vinawekwa kama sheria. Ukishaweka sheria kwamba msifanye hivi, mtu yote akifanya hivi utashangaa vile ulivyovikataza. Kama ni nyumbani kwa watoto wako, utashangaa ndio vinafanywa. Yaani hivyo hivyo ulivyovikataza ndio wanavifanya hivyo hivyo, na wanajua kabisa ulishawaambia kwamba wasifanye nini, usifanye, kwa sababu ikisha kuwa sheria hakuna mtu anayeweza kuishi kwa sheria. Sasa kuna tabia za mtu wa imani, tabia za mtu wa roho. Kwa mfano, upendo. Mungu anapoingia ndani ya maisha ya mtu, cha kwanza anachokifanya ni kuvunjavunja moyo wake uwe na nidhamu na upendo. Lakini namba 2 baada ya upendo ni nini? Ni heshima, nidhamu, heshima, nidhamu. Sasa nidhamu, muasisi wa nidhamu ni Mungu. Cha kwanza ambacho mwanadamu alifeli, kosa la kwanza ilikuwa ni nidhamu, kuvunja maagizo aliyopewa na Mungu ili asifanye. Kwa hiyo alipoambiwa kwamba usile matunda ya mti huu, kashindwa kujizuia, akala. Kwa hiyo akawa amemkosea Mungu, amevunja ile kanuni ya kinidhamu. Alipewa utaratibu, akaambiwa kula hivi lakini usifanye hivi. Toka mwanadamu wa kwanza alipofeli kwenye eneo la nidhamu, wanadamu wote waliofuata, hakuna anayeweza kuwa na nidhamu kama hana Roho Mtakatifu. Ukimwona mtu hana Roho Mtakatifu ndani yake, anavaa vizuri, haimaanishi kwamba kuvaa vizuri ndiyo tabia pekee au nidhamu pekee ya maisha. Inawezekana mtu asiwa labda anavaa vizuri au huyo mtu anavaa vizuri, lakini amefeli kwenye maeneo mengine yenye tija kuliko hilo eneo la kuvaa. Tabia nzuri haiishii kwenye kuvaa tu. Kuna watu wanajua kuvaa wewe vizuri, lakini tabia zao ni mbovu, kwa sababu mwalimu wa tabia ni Roho Mtakatifu.